na kile chuo cha uandishi wa habari kule kinapiga kura, chuo cha umeme cha electrical engineering, sio electrical, chuo cha mawasiliano kile communication, telecommunication kile cha mawasiliano pale viwanja vya posta, chenyewe nacho kinapiga kura. Kwa hivyo vilikuwa ni vyuo vikuu vishiriki na wenyewe vina wanafunzi wake wanashiriki kuchagua, na kile chuo cha marine cha uvuvi kile cha Kunduchi, hizo ni campus tulikuwa tunatembea na Odon Kefa Silas Odoa tukiwa na Costa ya timu ya kampeni kwenda kuomba kura. Kwa hiyo ule maarufu na harakati zetu za chuo zilisababisha tukakutanishwa na Chadema, ndio tukakutana hapo na Kitila, tukakutana huko na kina Mnyika, tukakutana na kina John Mlema by then, na tukaanza sasa kuambiwa sisi itikadi zetu na falsafa zetu zinafanana na chama kipi cha siasa, na mdogo mdogo tukaanza vikao nje ya vijana wa chuo, tukaanza vikao na Chadema kufanywa recruitment, na by then tulikutana, yani sisi kukubali kwamba tunafanya harakati sasa na Chadema tukiwa ndani ya chuo. Mkutano wa kwanza kumwalika Dr. Slaa na kina Mbowe na kina Mnyika wa official viongozi wa Chadema tuliufanya ukumbi wa DDC, kwa sababu ndani ya kampasi ya chuo tulikuwa tunakatazwa kufanya harakati za siasa, lakini nje ya chuo wanafunzi wa chuo wakatazwa kufanya harakati za siasa. Kwa hiyo tulifanya harakati zetu, tukafanya mkutano mkubwa wa DDC ambao tulialika vijana nadhani wa chuo zaidi ya 2000, tukakutana nao hapa DDC Mlimani, na viongozi wa Chadema kina Dr. Slaa walikuja kuhutubia. Na baada ya hapo ndo sasa mimi pale mtaani wananihitaji nigombee serikali ya mtaa, wakaniunganisha. Sasa utakumbuka nilikuwa naungana na siasa za chuo na Chadema, lakini kwa mtaani kule sijui viongozi wa Chadema ni wakina nani. Kwa hiyo kwa sababu tayari na mtaani nilikuwa nina jina na kuonekana ni mwanaharakati machachari kijana mdogo, viongozi wa Chadema wa mtaani wa jimbo la Ubungo walifuatwa na wananchi kuambiwa hapa tunahitaji kijana mtaani kwetu, kuna kijana yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam tunahitaji agombee. Kwa hiyo ni Chadema ndo waliitwa na wananchi kuja kuunganishwa na mimi kutoka jimbo la Ubungo. By then mwenyekiti wa jimbo la Ubungo alikuwa anaitwa Michael Peter Aweda, sasa hivi ni kada wa CCM huko Karatu, lakini by then alikuwa ni mwenyekiti wa jimbo la Ubungo. Na Mnyika alikuwa ndo kijana anachipukia bado ataje hawa mbunge hapa jimbo la Ubungo. Kwa tukajikuta tunaunganishwa na kina Mnyika kwenye siasa sasa za jimbo la Ubungo, na kuanza kufanya shughuli za kitawi, kata na jimbo la Ubungo kupitia kina Michael Aweda. Katibu wa jimbo by then alikuwa ni mtu anaitwa alikuwa anaitwa Makwilo, Rashid Makwilo, na sio Makwilo, jina la kwanza sikumbuki nani, lakini wa mwisho alikuwa anaitwa Makwilo ambaye sasa hivi naye amerudi CUF. Kwa hiyo hivyo ni namna ambavyo nilikutana na Chadema katika mazingira ya siasa za chuo, na nilivyorudi mtaani nikakutanishwa na Chadema kwa maana jimbo la Ubungo. Na baadaye kata ya Ubungo palikuwa mtu mmoja tu Mwakajwanga, alikuwa ni katibu wa Ubungo, ndo alinipa fomu za kugombea mwenyekiti wa mtaa wa Ubungo Kisiwani, na hatimaye sasa nikawa ni active member wa Chadema, kwa maana nawajibika vikaoni na majukumu, nafanya shughuli za kichama ukiondoa zile ambazo nilikuwa nafanya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Naam. Shukran sana. Leo ndo nimejua siri, kumbe ulikuwa unapelekwa maeneo yenye utata sana. Maeneo yenye utata sana kwenda kwenye nani. So katika maisha yako ya kisiasa unaonekana ulianza ukiwa kijana sana. Vijana wa mtaani ndio wanakuambia kwamba wanaitafuta Chadema, wanasema tuna mtu wetu huyu hapa tunataka agombee. Swala la pesa wakati wa kugombea kwa kijana wa mtaani, kuna mambo ya PA system, mikutano ya hadhara na nini. Uliwezaje kugharamia kampeni zako ukiwa bado kijana mdogo kabisa kwenye masuala haya ya uchaguzi? Karibu. Nashukuru sana. Mimi bwana kutokana na uzoefu wangu wa chuo, zile kampeni za chuo, kwa sababu nikiwa University of Dar es Salaam nilikuwa ni active nilikuwa ni active student wa kushiriki siasa za ndani ya chuo. Moja ya kitu ambacho nilitoka nacho chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho nilijua nakiweza hata kama sina hela ni kutengeneza vipeperushi vya black and white
Kwa sababu tukiwa vijana wa chuo tunagombea urais, tulikuwa tunaenda Kariakoo kule Jangwani, tuna print vipeperushi vya black and white. Kwa hiyo mimi nilipogombea serikali ya mtaa, nilienda kuchapisha tena kule Kariakoo Jangwani vipeperushi vya black and white. Hivi mnavyoviona hivi, ukiwa barabarani vinasema sijui mganga kutoka Sumbawanga nini, wanasambazaga vile vituoni. Vile ni most of the cheapest way ya campaign. Kwa mfano vile vipeperushi 30,000 unaweza kutumia shilingi 10,000 kuviprint. Vipeperushi 30,000 bando la vipeperushi 30,000 tulikuwa tunatumia shilingi 10,000 kuviprint. Kwa hiyo nikitaka kuchafua mtaa, kila mtu apite kila kona za mtaa, nikiwa na shilingi 30,000 naenda kupeperuka kutengeneza vile black and white. Hata vipeperushi 40,000 kwenye timu za mpira wanakaa kwenye kona za pembe za mtaa. Kazi yao asubuhi mpaka jioni ni kumgaia kila wanayemuona mtaani. Wewe unajikuta ukiwa kijana mdogo unakuwa ni mgombea maarufu ndani ya muda mfupi sana. Lakini la pili, sikuwa na uwezo wa kuprint mabango haya kali makubwa. Nakumbuka nina bango moja mpaka leo ninalo. Ingekuwa tunabaki ground hapa ya kupost, ningepost tu watu waone. Nilikuwa na bango yasiyozidi 10. Na bango moja niliprint stationery pale Mwenge, moja shilingi 2,000. Kwa hiyo nilipata mdau akaniprintia mabango 5. Sasa hayo moja tuliprint tukawa tunatembea nalo vijana kwenye kampeni, tukipita kundi la mguu kwa mguu vijana wanabeba. Lakini zile sehemu pia nilikuwa najua hapa mtaani ni sehemu zenye ushawishi, watu wazee wanakaa vijiweni. Nilihakisha sehemu hizo nabandika mabango kama moja kwenye maeneo muhimu ya mtaani. Aidha bama shughuli ambao unajua watu wengi wanaenda, au ni sehemu ya watu kuangalizia mpira wanakutana jioni kwenye kona ya mtaa, au ni duka ambalo unajua watu wengi wanaenda kupata huduma ya mahitaji. Kwa hiyo sikuwa na mabango zaidi ya 5, lakini kwa maana vipeperushi black and white, nafikiri mpaka Ubungo mpaka leo kuna watu wananitania, wananiita mzee wa vipeperushi kwa sababu ya kampeni niliyofanya hivyo. Na the same next year niliyofanya kugombea udiwani Ubungo, sikuwa na hela. Mimi mkutano wa hadhara nilifanya mmoja tu, tena wa mgombea ubunge ambaye ni Mheshimiwa John Mnyika. Mkutano wake huo ndio pekee nilipanda jukwaani. Tuliufanya na mgombea urais Dr. Slaa kwenye viwanja vya Shekilango hapa Lego. Ukiondoa mkutano huo, sikuwahi kuwa na mkutano wa kampeni wowote wa jukwaani wa PA, kwa sababu sikuwa na uwezo wa kulipa PA. Lakini kwa maana nyumba kwa nyumba, blaza, nilikuwa naamka asubuhi saa 2 asubuhi. Mimi na timu yangu wa vijana 5 tunabeba miogo kwenye begi. Ukimwona mtu kavaa begi mgongoni lina miogo na vitumbua, na hao vijana mpaka leo ninao na ni marafiki zangu. Ikiwemo mmoja pale ana duka kubwa pale external barabarani kituoni, anaitwa Chale. Bonge hivi kama mimi. Wale walikuwa wanakuja asubuhi, wananipigia simu, tumefika nyumbani nje. Nikifika pale nje tunanunua vitumbua vya kutosha, miogo ya kutosha, mmoja anavaa kwenye begi mgongoni. Tunatembea mtaa kwa mtaa, mitaa yote 5 kata nzima. Lakini tunapanga kama leo Jumatatu au Jumanne tunaenda mtaa huu. Siku hiyo tunamaliza mtaa. Kesho tunaenda mtaa B. Kesho kutwa mtaa C. Siku nyingine hivyo tukimaliza rotation tunapumzika. Siku nyingine tunaamka hivyo. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi kata yangu nikawa ni maarufu, mgombea maarufu. Tena nilikuwa nagombea na mtu tajiri sana. By then alikuwa ni wakili wa Richmond. Alikuwa mgombea wa CCM anaitwa wakili Adieli Kitululu. Alikuwa ni wakili mkubwa wa kipindiko Richmond maarufu. Yeye ndo alikuwa kampuni hiyo, ndo ni wakili wake. Ukienda pale nyumbani kwake ni kasi. Mimi nilikuwa niko ghetto tu chumba kimoja. Lakini kwa maana kutembea vijiwe kwa kijiwe, nyumba kwa nyumba, nafikiri nilimzidi maarufu, nikawa ni mgombea maarufu kwa sababu kwanza nina shati moja, nikipita watu wanajua yule mgombea wa Chadema ni huyo. Pili, sina baskeli, sina pikipiki. Kwa hiyo watu wanajua kwamba yule ni mgombea wa Chadema. Na wapinzani wangu mmoja Stifa walikuwa wananiambia tutamchaguaje diwani ana nyumba, anakaa chumba kimoja cha kupanga. Nikawa hiyo propaganda nikipita naambia mimi ndo diwani safi. Ukija kwangu hamna geti, hamna mbwa, hamna mlinzi, hamna appointment. Ukiona tu diwani mlango uko wazi unajua yupo. Kwa hiyo tulianza kujibu propaganda za kuonekana masikini, zikawa ni sifa za mgombea na watu wakanipenda namna nilivyokuwa nazijibu. Kwa hiyo udhaifu wangu kukosa gari, kukosa PA, kukosa pikipiki ndio ukawa uimara wangu wa watu kunipenda, kwamba diwani msela, diwani anapatikana,
na diwani wa namna hii ndo tunamhitaji. Kwa hiyo nikaliangusha Giant ambalo lilikuwa ni tajiri, alikuwa wakili mwenye uwezo, alikuwa ni mtu mwenye uwezo. Hata pale mtaani utagundua wagombea wake tu wale wapambe wake walikuwa wanapewa pikipiki mtu mmoja mmoja. Sasa mimi hata hiyo pikipiki wanapewa wapambe sina, lakini nikaibuka kidedea 2010 nikawa diwani. Kwa hiyo hapo sasa nikaanza kuingia kwenye siasa za wilaya, mkoa, kitaifa, mpaka leo nimefika hapa nilipo. Umenifurahisha sana kwamba moja kati ya sifa ulikuwa na shati moja. Kwa hiyo kama kuna kijana anayekusikiliza sasa, Boniface Jacob ana historia pana sana. Tena ile shati Pambalu nilikuwa sina uwezo wa kushona combat kama hii. Kwa hiyo shati lilikuwa la kaki, nilinunua Manzese Mtumbani. Nafikiri alikuzidi shilingi 10,000. Kwa hiyo lilikuwa linafanana na combat. Sasa chini navaa suruali nyeusi, ila juu navaa lile shati. Kwa hiyo kiliona hivi ni kama combat, lakini kwa ni shati la kaki la mtumba. Kwa hiyo sina combat ya kubadilisha. Kwa hiyo usiku nikirudi jasho nalifua, asubuhi ninakula pasi. Kwa hiyo naonekana ni shati lile. Kwa hiyo chini tu ndo nabadilisha. Aidha suruali nyeusi au jinsi au kadeti, lakini juu kwa kuwa sina combat ni shati langu la kaki tu ndo lilikuwa uniform yangu. Kwa hiyo nikisema shati moja maana yake ni mwanzo wa kampeni mpaka mwisho nilivaa shati hilo hilo. Okay. Nafikiri kuna kijana anayekusikiliza anayedhani kwamba kuingia kwenye siasa mpaka uwe na vitu vingi sana. Nafikiri kama ulimsikiliza Aida Kenani, ukamsikiliza Pamela Masai, sasa unamsikiliza Boniface Jacob, una uwezo wa kuja kuwa Boniface Jacob kwenye eneo lako bila kujali unamiliki kitu kiasi gani. Shukran sana kaka Boni. Nataka ukatupitishe ulipokuwa meya. Kuna mambo gani ambayo umeyafanya leo watu wa Ubungo wakiyaona wanasema this is the footprints of Boniface Jacob? Karibu kaka. Asante kwa sana. Kwanza mambo ambayo nilimaka ambayo Chadema, na kwa maana mimi binafsi na Chadema vitosaulika pale manispaa ya Kinondoni. Unajua Pambalu, kabla mimi kuwa meya, kitu kinaitwa mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mimi nimekuwa meya 2016. Lakini mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa mujibu wa sheria ilipitishwa tangu 2004. Lakini kwa nchi yetu ya Tanzania na halmashauri zote ni kitu ambacho watu walikuwa hawajui kinafanyika vipi na kilikuwa kinaendeshwa kwa usiri sana. Kwa hiyo wananchi na Watanzania walikuwa hawajui kwamba mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ni kitu kwa kinatolewa kwenye halmashauri kwa namna gani. Mimi nilipokuwa meya ndo chanzo mpaka leo hii unajua nchi nzima kila mtu anajua kwamba kuna mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa sababu mimi nilifanya kampeni ya kwenda kugawa hizo hela kwa kutumia media na kila siku kufanya kampeni ya kuonesha kwamba ukiomba mikopo hiyo halmashauri tunakupa. Kwa hata mimi pale nilipokuwa Kinondoni, nimekuwa mwananchi wa kawaida wa manispaa Kinondoni, sikuwahi kusikia hizo, lakini nilipokuwa meya nikaambiwa kuna mafungu ya kugawa hela kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. I say brother, ni legacy ambayo nimeifanya mpaka leo hii. Kila Mtanzania anajua kwamba halmashauri kuna hela za vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Hiyo kampeni nilifanya mimi 2016. Lakini ni sheria ilikuwa kwa miaka 12 iliyopita. Ilikuwa haitumiki, hela zinagawanywa na watu hawajui zinagawanywa vipi. Lakini kwa halmashauri ya Chadema ya Kinondoni ilipokuwa chini ya Chadema ndo tuliweka silio hadharani kwamba hela zipo, mtu akiwa na sifa fulani zinagawanywa, na nikawa nafanya kampeni ya kugawa hizo hela mtaa kwa mtaa, kata kwa kata, mbele ya vyombo vya habari, na halmashauri zingine na majiji mengine yakaiga. Mpaka leo hii mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu imekuwa ni kitu cha kawaida kabisa. Kila mtu anaomba na kila mtu anapata. Kwa maana yake kama si Chadema kuchaguliwa Kinondoni, kama sio mimi kuwa meya, huenda mpaka leo watu wasingejua kama kuna fursa ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kupata fedha hizo. Lakini jambo la pili ni changamoto ya madawati. Mimi nilipokuwa meya Kinondoni, moja ya kitu nilijiapiza kwamba lazima tuhakikishe
hiyo aibu inaondoka. Ni jambo la kuhakikisha kwamba wanafunzi hawakae chini kwenye halmashauri ya Kinondoni. Tumeingia Kinondoni, tumekuta kuna uhaba wa madawati kama 110,000 hivi na 10 au na 20. 2016 mimi ndo mtu wa kwanza kipindi Magufuli anakuja na slogan ya kubana matumizi kupeleka hela kwenye mahitaji yenye uhitaji mkubwa kwenye serikali. Mimi kwa halmashauri yangu ya Ubungo nilikuja na hiyo slogan ya kuonekana kwamba naweza nikasave hela nikatengeneza madawati. Kwa hiyo 2016 kwenye halmashauri ya Kinondoni nilifanikiwa kuleta madawati 100,000 baada ya kupunguza mahitaji mbalimbali. Lakini la pili ni legacy ya kuanzisha halmashauri ya Ubungo. Leo hii Chadema, ukiongelea halmashauri ya wilaya ya Ubungo, huwezi kuondoa pale uwepo wa Chadema. Kwanza unasikika, endelea, unasikika. Cha kwanza kabisa samani kidogo, naona kuna mwingiliano hapa mtandao. Cha kwanza kabisa Ubungo ni kutafuta lile eneo la kwamba tuweke wilaya wapi. Lile eneo hatukununua bwana Pambalo. Naamini wangekuwa CCM pale zingeibiwa. Lile eneo palikuwa na viwanja vya National Housing. Mimi nikiwa meya Ubungo nilimfuata mkurugenzi wa National Housing by kipindi hicho alikuwa Nehemia Mchecho. Kwa hiyo nilimfuata ofisini kwake nikamuomba moja ya viwanja vya National Housing akanigaia. Kwa hiyo alivyonigaia kile kiwanja sikutoa hata 100. Kile kiwanja ambacho leo ni makao makuu ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo nilipewa bure na Nehemia Mchecho wa National Housing. Lakini vile vile mchoro tuliuchora wenyewe, namna gani makao makuu yakae pale tuliweka wenyewe. Na kipindi hiko tulikuwa tumekodi jengo binafsi kule Kibamba, lakini tunalipa milioni 200 kama na 40 kwa mwaka. Mimi ni moja kitu ninachojivunia, tulienda kuanzisha majengo makao makuu ya halmashauri ya mabati. Tuligonga mabati, ofisi za mabati pale eneo la National Housing, na tukaambiana mwaka huu mwisho kukodi hii milioni 240 tunayopata kumkodisha huyu mwenye eneo ambao yeye alikuwa zamani ni eneo la shule, ndio ikawa ni maeneo ya muda. Tukaacha eneo lile la kukodi, tukaenda kuanzisha halmashauri ya mabati. Kwa ofisi ya meya na mkurugenzi ya kwanza pale Luguruni, kabla hili gorofa kulijenga ambao tumelijenga sisi, tulienda kugonga mabati, tukakatakata partition, ikawa ni ofisi ya meya na mkurugenzi ya mabati. Kwa hiyo nikiongea leo, nikiona halmashauri ya Ubungo tunapita tunaona ina magari, kuna jengo liko pale makao makuu ya halmashauri ya Ubungo, huwezi kuondoa uwepo wa halmashauri ya Ubungo na Chadema. Chadema tulitafuta eneo, tukaweka ndoto za kujenga, tukachora lile jengo, lilichorwa na dada moja alikuwa ni mtumishi wa halmashauri. Tena kipindiko alikuwa ni kibarua wa kujitolea, architect. Nafikiri alikuwa anaitwa Nuru. Dada Nuru, Mwenyezi Mungu ambariki sana, alituchorea makao makuu ya Ubungo yale, na wakati mkandarasi wa kuchora tuliletewa na serikali TBA watucholee. Mchoro tu walitaka bilioni 1, kutuchorea makao makuu ya halmashauri ya Ubungo walihitaji bilioni 1, tukakataa. Tukamuomba yeye ni architect, akatuchorea jengo la kisasa ambao leo ndo unaliona pale limechorwa na mdada ambaye hata hakuwa mtumishi wa TAMISEMI, alikuwa ni volunteer tu katika ofisi ya uhandisi, alikuwa anaitwa dada Nuru, akalichora. Na kiwanja by then tumekipata, tukasema mwisho kupanga, tukaenda kujenga ofisi makao makuu ya halmashauri ya mabati, na baadaye tukajenga jengo la muda ndogo la block la chini, ndio likawa ofisi ya mkurugenzi na meya, watumishi wanakaa kwenye mabati, na wengine tukawatawanya wakaenda kwenye ofisi za kata ikiwemo Mbezi na Kimara kwa muda, ili halmashauri tuendelee kujipanga. Kwa hiyo huwezi kuiongelea leo halmashauri ya Ubungo usiongelee Ubungo, usiongelee Chadema. Huwezi kuongelea Ubungo usimuongelee mstahiki meya wa kipindi ambacho ni Boniface Jacob. Kwa hiyo kuna revolution nyingi tulikuja kuwaonyesha wananchi wa Dar es Salaam na wananchi wa wilaya ya Ubungo kwamba upinzani unaweza,
na tukikabidhiwa nchi tunaweza tukafanya vitu kama tunavyofanya kwenye halmashauri yetu. Hata leo hii unavyoona Ubungo inaitwa ngome ya wapinzani Chadema. Hizi Kimara, unaona Kimara hii inaonekana leo Kimara sio CCM kabisa. Ni kwa sababu ya mambo ambayo tuliyafanya tukiwa kwenye halmashauri ya Ubungo, na sisi viongozi wa Chadema ni vitu ambavyo tulivisimamia: mikutano, kutoa mrejesho kwa raia, mbunge kukutana na wananchi mara kwa mara, madiwani kufanya vikao na wananchi, kujenga miradi, kushirikiana na wananchi, kupeleka huduma ya greda. Tulikuwa tuna greda la halmashauri, wananchi mkiweka mafuta tu tunawapeni bure, dereva bure, mhandisi bure. Kazi ya wananchi ni kujaza mafuta tu kwenye greda. Sasa hiyo ni revolution za kisiasa ambazo sisi vijana wadogo tulizifanya kwa Kinondoni na kwa Ubungo, zilisababisha watu waipende sana opposition, sasa chama chetu cha Chadema, na kuamini kwamba hawa watakabidhiwa nchi wanaweza kutuendesha nchi vizuri, na wanaaminiwa kwa nafasi nyingine kubwa. Naam. Shukran sana Boni, umeacha alama Ubungo ambayo kwa kweli haiwezi kusahaulika. Umeacha alama zako. Mimi nataka pia nijue vitu viwili: jina lako lilivyopelekwa kwenye kamati kuu ya chama kwamba huyu ndiye anayegombea umea Dar es Salaam, ile lilipokelewaje? Karibu. Kwa kamati kuu mpaka ninafika kamati kuu hapakuwa na shida sana, lakini moja ya interesting story bwana, tumetoka kwenye uchaguzi 2015 mbunge kubenea, na madiwani tayari wa Chadema tushajua tuko wengi. Nikawaambia wenzangu nagombea, kwa kila mtu kwa nafasi yake akawa anafanya lobbying ya namna gani aweze kuwa meya, na mimi nilikuwa nafanya lobbying na kampeni za chini chini. Sasa kubenea alikuwa karibu sana na Kombi, rafiki yake sana Kombi. Na mimi kubenea ni mbunge wangu, nimemsaidia sana kuwa mbunge Kibubungu. Kwa hiyo tulikuwa tunashare na ananisaidia na mimi kampeni za umea. Na hata gari ya kwanza ya kutembelea madiwani ya Noah, nafikiri alinipa kubenea kwa ajili ya kutembelea madiwani, kuzungukia madiwani wangu. Alinigaia Noah yake, ndio nilikuwa naitumia. Sasa siku moja bwana kubenea akaniambia, watu wanasema wewe kwenye uaminifu na utiifu wa chama hamna shida, ila bwana watu chini minongono wanasema wewe elimu huna. Nikamwambia elimu huna yeye, wanasema wewe ni mwanachama mzuri kabisa, lakini watu wanasema elimu huna. Nikauliza kwa nini wanasema sina elimu? Akaniambia watu wanakujua wewe tu ni mlinzi wa Chadema, ni Red Brigade, kwa maana ni mlinzi wa viongozi wa chama. Sasa wanasema tu leo ndo tungeia umea mlinzi, tumekosa wasomi. Benea alivyondokeza hilo, nikamuuliza hiyo nani kakasema? Akaniambia bwana Komu ndo amesema hivyo, na anashauri tunaye Mustafa Muro, naye ni diwani wa Kinondoni na ni injinia, kwa nini tusimpe yeye? Mustafa ni msomi mzuri. Lakini Mustafa Muro nilikuwa namzidi sifa moja, yeye alikuwa amehamia Chadema 2015 hiyo hiyo, alafu 16 ndo anagombea umea. Kwa hiyo mimi ni kijana wa siku nyingi na zaidi ya miaka 10 na nyuma kabla sijawa meya. Lakini habari hiyo akaniletea pia John Maria, wakili John Maria, akaniambia ni rafiki yangu. Akaniambia bwana, jana tulikuwa sehemu na mwenyekiti Mbowe, wanajadili bwana pale Kinondoni meya atakuwa nani. Kwenye mjadala mimi nikakutaja wewe. Elimu. Nikasema haiwezekani, Boni mimi ninachojua umenishinda, sina vielelezo. Kwenye mjadala watu wote mezani wanapinga bwana Boni hajasoma. Ni kweli mtiifu wa chama, ni mlinzi, lakini sio msomi. Kwa hiyo ikabidi nianze kuwapostia picha zangu za kugraduate chuo kikuu cha Dar es Salaam na matokeo yangu. Lakini hiyo ikanifundisha Watanzania wengi bwana wakiwa wasome wategemea hizi kazi ndogo ndogo kuzifanya. Kwa hiyo mimi kwangu sikiona kama ni kukatishwa tamaa, alinipa morali kwamba kumbe ukifanya hizi kazi za ulinzi za nini ni kama watu wanaziona ni kazi anafanya mtu wa chini. Mimi pamoja ni graduate wa chuo kikuu, tena sio tu graduate wa chuo kikuu, pia nilikuwa nimeajiriwa na ualimu Bagamoyo kwa muda kama miaka 3. Lakini hiyo haikuniondoa kwamba jukumu kubwa la kwanza kulifanya ndani ya chama, nilikuwa napenda sana kazi ya ulinzi wa viongozi, itifaki na kulinda mikutano. Kwa hiyo kumbe watu wengi wakawa wananijulia pale tu kuniona ninavyokimbiza misafara ya viongozi kwa miguu
ninavyokaa nyuma ya viongozi, kwa wao wakaniona huyu ni mgambo tu, umeona. Sasa leo mgambo anakuwaje meya? Lakini baadaye kuwaonesha vielelezo, nimekuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam na na degree ya ualimu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, kidogo hiyo ikasababisha wanipende zaidi. Kwa hiyo hiyo ni changamoto tu, lakini sasa ndani mpaka tumeenda kamati kuu, jina limeenda kule, nafikiri sikuwa na upinzani kwa sababu maswali mengi kupitia mjadala nje huko nilijibu. Kikwazo kwangu ilikuwa tu ni kwamba sio msomi. Kwa hiyo nilivyoonyesha kwamba ni msomi na cheti na nimegraduate chuo kikuu cha Dar es Salaam, mjadala huo ukafa, nikawa sina mpinzani kwenye kugombea umea Kinondoni. Nikawa mpinzani wangu ni yule diwani wa Mbweni, alikuwa anaitwa Elibariki. Kwa hiyo yule diwani wa Mbweni tuligombea naye na tulifanya kura za maoni ukumbi wa Bahari Beach kule, nikamshinda na baadaye tukaungana timu pamoja. Sasa tukawa tayari kwamba sisi tuna uhakika. Na kwa Kinondoni kwa kweli tulikuwa hakuna mjadala. Pambalu Kinondoni CCM tulikuwa tunawazidi madiwani 20. Kiasi cha kwamba CCM kupunguza hiyo namba, idadi ya hao madiwani, ilibidi watukopee madiwani wengine ambao ni unajua mbunge anaruhusiwa kuwa diwani. Kwa hiyo CCM walituletea madiwani wafuatao kutoka mbali. Wakamleta mzee Maiga, marehemu waziri Maiga yule waziri wa mambo ya nje. Akaja kuwa mbunge manispaa ya Kinondoni ili awe diwani kupunguza idadi ya ugepu. Wakamleta hadi Topile yule demu nani dada anaitwa Mariamu Ditopile. Wakamleta naye kuja kuwa mbunge pale Kinondoni. Wakamleta Tulia Ackson na yeye akaja kuwa mbunge pale Kinondoni. Wakamleta Angela Kairuki, huyu sasa hivi waziri wa mawasiliano, naye akaja kuwa mbunge Kinondoni. Wakaleta wabunge wa Zanzibar kama 4, wakaja kuwa wabunge Kinondoni wa viti maalumu, wakaja kuwa wabunge Kinondoni, halmashauri ya Kinondoni. Wakamleta waziri Makame Mbarawa Mnyaa, akaja kuwa diwani Kinondoni. Kwa hiyo mimi nimekuwa meya, kamati yangu ya fedha, hao ndio wajumbe wangu. Kwa hiyo nikajivunia baadaye, yani unakuta mimi nikiwa diwani meya sasa wa Kinondoni, kamati ya fedha Mheshimiwa Tulia Ackson ananyosha mkono, Mheshimiwa Maiga ananyosha mkono, Angela Kairuki ananyosha mkono, Mbarawa huyu Mnyaa ananyosha mkono. Kwa hiyo siku ya mwisho mawaziri wote wa CCM wakawa wananyosha mkono, mimi ndio meya wao pale, ndio mwenyekiti wa kikao wa kamati ya fedha. Kwenye baraza la madiwani ukitaka kuchangia, mimi ndo namwambia sasa Mnyaa changia, Mheshimiwa Kairuki changia, Mheshimiwa Tulia Ackson changia. Kwa hiyo kwangu pia ikaja kuwa ni uzoefu. Hivyo vichwa vya CCM unavyoviona ambao leo ni mawaziri, mimi nimekuja kuwa kiongozi wao wa kamati ya fedha na baraza la madiwani. Lakini waliwaleta kwa nia kupunguza idadi ya gap la madiwani kati ya Chadema na CCM. Na palikuwa na advantage nyingine. Mimi nikiwa meya pale tulikuwa tumeungana Ukawa. Kwa hiyo Chadema na CUF ni kitu kimoja. Naibu meya wangu wa CUF Mheshimiwa Jumanne Mbunju alikuwa diwani wa Tandale, ndio alikuwa naibu meya wangu wa Kinondoni ambaye ni CUF. Kwa hiyo ukiweka ule umoja wa Ukawa, idadi ya madiwani na wabunge wa Chadema na CCM tulikuwa tumewaacha sana mbali. Kwa angalau walileta kama watu 10 au 12 ili angalau kupunguza gap na ikaja kuwasaidia kwenye halmashauri ya jiji kuonekana kidogo pana upinzani wa madiwani kati ya CCM na upinzani. Lakini Kinondoni hali yangu ilikuwa nzuri sana kwa sababu ushindi ulikuwa ni wa uhakika. Asante sana. Nakushukuru sana. Nataka utupe story moja ngumu sana imewahi kukutokea mara 2. Ya kwanza, kama sijakosea, ulidhulumiwa umea ukufika mwisho, na ulipokuja kugombea ubunge na Dr. Kitila Mkumbo ulienguliwa, ulikuja kurudi wiki 2 za mwisho. Hebu tuambie nini kilitokea behind the scene, kulikuwa na nini mpaka hayo mambo hizo figisu za kisiasa zikakuandama? Karibu. Nashukuru. Mimi bwana niliondolewa umea nikiwa nimebakiza wiki 2 kumaliza ngo yangu ya miaka 5 kama meya. Nakumbuka barua ya kwamba nimefukuzwa umea ilitolewa mwezi wa 5 tarehe 22, 2020.
ambapo mabaraza madiwani yalikuwa yanavunjwa kama mwezi wa 6 hivi, kabla bunge lijavunjwa mwezi wa 7. Kwa hiyo maana yake nilikuwa kama wiki 2 ndo nimezulumiwa, lakini athari kubwa niliyoipata, baadhi ya haki zangu nilizipoteza. Kwa mfano, mafao ya umea nilinyimwa, wakiniambia kwamba nimefukuzwa umea. Lakini vile vile kwa sababu nilizuiwa kurudi ofisini kuchukua vitu vyangu, kuna baadhi ya nyaraka zangu muhimu na mali zangu mpaka leo